Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi ni wafanyakazi wa nyumbani kutoka mkoa wa Mwanza. Tunasimama mbele yako kwa heshima kubwa. Tunakushukuru kwa kuungana nasi katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi wa nyumbani duniani. Leo tunasimama mbele yako si kwa sababu tunatafuta huruma, bali kwa sababu tunatamani sauti yetu isikike na nafasi yetu katika jamii itambuliwe. Tunazungumza kwa niaba yetu na kwa niaba ya maelfu ya wafanyakazi wa nyumbani ambao hawakupata nafasi ya kusimama hapa leo. Sisi ni wafanyakazi wa nyumbani, ingawa wengine hutuita beki tatu, na pengine hawajakosea. Katika mchezo wa mpira wa miguu, beki tatu hulinda timu, huzuia hatari na kuweka misingi wa ushindi. Mara nyingi sifa huenda kwa wafunga mabao, lakini ushindi hauwezi kupatikana bila mchango wa beki. Nasi hivyo hivyo, sisi tunaamka kabla ya mapambazuko. Tunaandaa siku za wengine kabla ya siku yetu haijaanza. Tunalea watoto, tunatunza wazee, na tunawahudumia wagonjwa. Tunadumisha usalama, usafi, utulivu wa nyumba nyingi, ili wengine waweze kwenda kazini, kufundisha, kutibu, kufanya biashara, kuongoza na kushiriki katika maendeleo ya taifa. Kwa kifupi, sisi ni nguzo tulivu ya familia nyingi, sehemu muhimu ya maendeleo ya jamii na washiriki wa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mchango huu mkubwa, mara nyingi hatuonekani, mara nyingi hatusikiki, mara nyingi hatusaminiwi, mara nyingi tumebaki nyuma ya milango ya nyumba tunazozihudumia. Mara nyingi kazi yetu inaonekana kuwa ya kawaida kiasi cha kusahaulika thamani yake. Mara nyingi tumefanya kazi kwa bidii kubwa, lakini hatukupata heshima na utambuzi unaostahili. Tunafanya kazi kwa bidii, lakini wakati mwingine tunakutana na maneno ya kudhalilisha, dharau na mitazamo hasi inayopunguza thamani ya kazi yetu. Kana kwamba kazi yetu si kazi, kana kwamba mchango wetu si mchango. Tunafanya kazi bila uhakika wa kesho yetu, bila uhakika wa mishahara yetu, bila uhakika wa mapumziko yetu. Wakati mwingine tunalipwa chini ya kiwango kinachostahili. Wakati mwingine tunakatwa mishahara kwa makosa madogo madogo. Na wakati mwingine mishahara yetu hutunzwa na waajiri wetu. Hapo ndipo tunapobaki na swali moja. Hivi huko maofisini mishahara yao huwa wanatunziwa? Mheshimiwa mgeni rasmi, wengi wetu tumetoka katika familia zenye changamoto za kiuchumi. Tumekatisha masomo kutokana na mazingira magumu. Tumekuja mijini kutafuta maisha, si kwa ajili ya kujenga magorofa, si kwa ajili ya anasa, bali ili familia zetu ziishi, bali ili wadogo zetu waende shule, bali ili wazazi wetu wapate chochote kitu. Lakini mara nyingi ahadi tunazopewa kabla ya kuajiriwa hutofautiana na uhalisia tunaokuta. Tunakubali kazi moja, tunajikuta tunafanya kazi nyingine. Tunahaidiwa mazingira safi, lakini wakati mwingine tunajikuta katika mazingira ya vitisho, ukatili na unyanyasaji. Ikumbukwe sisi ni wasichana, sisi ni wanawake. Tunabeba ndoto za familia zetu, tunabeba matumaini ya maisha yetu bora. Lakini wakati mwingine tunakumbana na unyanyasaji wa kijinsia. Tunakosa elimu ya afya ya uzazi. Tunapopata ujauzito, ajira zetu zinafikia ukomo. Tunapokuwa na watoto, tunakosa fursa za ajira. Tunapougua, tunapewa panado ili tuendelee na kazi. Tunakosa huduma za afya za uhakika. Tunakosa faragha. Lakini bado tunatarajiwa kuwa wapishi, walezi, wafanya usafi, walinzi, watunza bustani, na wakati mwingine washauri wa familia. Tunatarajiwa kufanya kila kitu kwa ukamilifu, lakini hatupewi mafunzo ya kutujengea ujuzi na weledi. Na pale panapotokea mgogoro, mara nyingi sauti yetu ndio usikika mwisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hatukuja kulalamika. Tumekuja tukiamini kwamba mabadiliko yanawezekana. Tunatamani kuona wafanyakazi wa nyumbani wakijiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii. Tunatamani kuona elimu kuhusu haki na wajibu wa waajiri na wafanyakazi ikiwafikia watu wengi zaidi.
Tunatamani kuona wafanyakazi wa nyumbani wakipatiwa fursa za elimu, mafunzo, stadi za maisha, elimu ya fedha na uwezeshaji wa kiuchumi. Tunatamani kuona wafanyakazi nyumbani wanamiliki akaunti za benki, kwa sababu sisi si wafanyakazi tu, sisi pia ni viongozi wa leo na kesho. Aidha, tunaomba kurahisishiwa upatikanaji wa vitambulisho vya taifa. Wengi wetu tumetoka vijijini, tumekuja mijini kutafuta maisha, lakini hatuna nyaraka muhimu zinazotuwezesha kupata huduma mbalimbali za kijamii na za kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyo katika mpira wa miguu, ushindi hauletwi na wafungaji wa mabao pekee. Hata beki ana mchango mkubwa katika ushindi wa timu. Nasi tunatamani kuwa wakati umefika kwa wafanyakazi wa nyumbani kuonekana, kusikilizwa, kutambuliwa na kuthaminiwa. Kwa sababu sisi si beki wa mpira, ila sisi ni beki wa maisha ya kila siku ya familia nyingi za Tanzania. Tunashukuru kwa kutusikiliza. Wako katika ujenzi wa taifa wafanyakazi wa nyumbani mkoa wa Mwanza. Kwa niaba ya wafanyakazi wa nyumbani, barua hii ya wazi imesomwa na mimi Neema Godwin nikishirikiana na asanteni. Mfanyakazi wa nyumbani salama. Nilipo mbele yenu naitwa Deisa Elia, natokea mkoa wa Kigoma, lakini nipo kwenye shirika la OTESA linalopatikana Mwanza. Mimi nilikuwa ni mfanyakazi wa nyumbani ambaye nilipitia changamoto nyingi katika kazi za ndani, lakini baadaye nilipopitia changamoto nikawa nimeokolewa na shirika la OTESA, ndo nikapewa mafunzo, nikapelekwa Dar es Salaam kwa ajili ya kujifunza kushona kwenye chuo cha Ana Collection ambacho kinaitwa AFA. Nikawa nimehitimu mafunzo yangu na nikawa nimerudi katika shirika hilo la OTESA lililoko Mwanza kwa ajili ya kuweza kuwa mwalimu kwa mabinti wenzangu ambao wanapitia changamoto nyingi za ukatili katika kufanya kazi za majumbani. Naamini katika kazi hizo changamoto ni nyingi sana. Tunafanywa ukatili wa aina nyingi, tunanyimwa mishahara, tunafanywa ukatili wa kingono, lakini tunafurahi kuweza kupata shirika la OTESA, kuweza kufahamiana nalo kwa ajili ya kuweza kuzidi kuboresha kazi zetu, maana imekuwa ni kazi ambayo haijulikani kama ni kazi zingine, ambapo ukizingatia tunaachiwa familia zao, wanatuamini, lakini tunafanywa ukatili wa aina mbalimbali. Niko hapa mbele yenu kutoa ushuhuda wangu ambao mimi nilikuwa ni mfanyakazi wa nyumbani, lakini kwa sasa hivi ni mwalimu wa wasichana wenzangu ambao wapo kwenye makao ya OTESA, na tumeshona nguo zilizoko hapa mbele yenu. Mnaweza mkaziona ambazo zipo, tumeweza kupatia ujuzi aina mbalimbali nyingi na kuweza kuokoa wengine. Asanteni. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kukushukuru sana kwa dhati kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi wa nyumbani mwaka 2026. Uwepo wako ni ishara ya kutambua mchango mkubwa wa wafanyakazi wa nyumbani katika ustawi wa familia na uchumi wa taifa letu la Tanzania. Siku ya wafanyakazi wa nyumbani duniani huadhimishwa kila tarehe 16 ya kila mwaka, na kama nilivyosema tokea mwaka 2011 leo ni miaka 15 tokea mkataba huu umepitishwa na shirika la kazi duniani. Mkataba ambao unatambua kazi za staha kwa wafanyakazi wa nyumbani kama kazi zenye hadhi na zinazostahili kulindwa kama kazi zingine. Maadhimisho haya ni fursa ya kutafakari maendeleo yaliyofikiwa, changamoto zilizopo, hatua zinazohitajika kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa nyumbani wanapata haki, heshima na ulinzi stahiki. Ndugu mgeni rasmi, kwa zaidi ya miaka 10 sasa, shirika la OTESA limekuwa likishirikiana na serikali, washirika wa maendeleo na wadau mbalimbali katika kuimarisha ulinzi wa wafanyakazi wa nyumbani pamoja na wanawake, watoto, makundi yaliyo katika mazingira hatarishi. Katika kipindi hichi, OTESA imefikia takriban wafanyakazi wa nyumbani 10,000 kwa kuwapa elimu kuhusu haki zao, vima vya chini vya mishahara na elimu ya ujasiriamali. Pia OTESA imefikia takriban wananchi 300,000 kupitia kampeni za uhamasishaji kuhusu ulinzi wa mtoto, usafirishaji haramu wa binadamu na ukatili wa kijinsia.
na tumekuwa tukihudumia takribani manusura 1500 ambapo tuna nyumba salama ambapo iko Mwanza na nyingine iko mkoa wa Kigoma na nyingine iko mkoa wa Kagera. Na kwa nini Kigoma na Kagera? Ni kwa sababu pia mikoa yetu mgeni rasmi iko pembezoni mwa nchi jirani kama Burundi. Kwa hiyo wote sawa tumekuwa pia tukihusika na swala zima la human trafficking, na nashukuru mgeni rasmi wewe ni wakili. Kwa hiyo nitaomba kuweza kupata nafasi nyingine nje ya tamasha hili leo ili kuweza kushare ni kwa namna gani tunapoongelea human trafficking ambavyo imekisiri na inaendelea kukisiri katika nchi yetu, na hasa watoto wanatoka nchi za jirani, nchi za Burundi. Kwa hiyo tuna hizo nyumba salama ambako tunatoa huduma mbalimbali. Tunajivunia ushirikiano uliopo kati ya serikali na wote sawa katika kutekeleza afua mbalimbali za maendeleo. Mwaka 2025 ni mwaka pia ambao ulikuwa ni wa mafanikio kwetu kupitia kampeni ya Mwanza Salama, Mtoto Salama iliyotekelezwa kwa ushirikiano mkubwa kati ya Utesawa, Railway Children Africa, SOS Children Village na ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza. Wananchi karibia 25,000 walifikiwa na elimu kuhusu ulinzi wa mtoto, madhara ya ukatili dhidi ya watoto na wajibu wa jamii katika kuzuia na kuripoti matukio ya ukatili. Vile kwa kushirikiana na idara ya ustawi wa jamii, jeshi la polisi na idara ya uhamiaji, Utesawa imeendelea kutekeleza shughuli za nyumba salama ikitoa huduma kwa manusura wa ukatili na wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu. Ndugu mgeni rasmi, vile Utesawa imefanikiwa kupatiwa jengo la serikali. Tunaposema Utesawa tunashirikiana na serikali, inaendelea kujidhihirisha. Katika mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kagera, wilaya ya Ngara, Utesawa tumepewa nyumba, jengo na serikali kwa ajili ya kuendesha nyumba salama. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo bado tunakabiliwa na changamoto mbalimbali. Wafanyakazi wa nyumbani bado hawana vitambulisho vya taifa, inayowazuia, hali ambayo inawazuia kufungua akaunti za benki, kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii na kunufaika kikamilifu na huduma rasmi za kifedha. Kwenye hizo changamoto na hasa za NIDA, ndio maana utaona tumeshirikisha watu wa benki, tumeshirikisha watu wa NCCF, lakini kama nilivyosema, nitaomba mgeni rasmi tuweze kupatiwa ushirikiano ni kwa namna gani wafanyakazi wa nyumbani waweze kupata namna ya kuwa na vitambulisho. Aidha, changamoto za uelewa mdogo wa haki za wafanyakazi wa nyumbani bado ni changamoto katika familia zetu. Bado watu wanaendelea kuajiri watoto wadogo. Unakuta mtu ameajiri mtoto wa miaka 10, 12, 13 akitegemea kwamba atamfanyia kazi au atamlelea watoto wake, hali ambayo hata huyu bado ni mtoto, anahitaji kulelewa. Changamoto nyingine mgeni rasmi ni pamoja na upatikanaji wa rasilimali za kutosha kwa ajili ya kuendesha shughuli za Utesawa, ikiwemo programu ya nyumba salama, huduma nyingine za ulinzi wa manusura. Kadri mahitaji yanavyoongezeka ndivyo gharama za chakula, malazi, huduma za afya, usafiri na huduma za ustawi wa manusura zinavyoendelea kuongezeka. Ndugu mgeni rasmi, tunatambua na kuthamini ushirikiano ambao ofisi yako inaendelea kutoa kwa shirika la Utesawa na asasi zingine za kiraia katika mkoa wa Mwanza. Na tuseme tu mgeni rasmi, ofisi ya mkuu wa mkoa imekuwa ikipelekea pia au kitusaidia kuleta vyakula katika nyumba yetu salama. Na lakini pia tumekuwa tukipokea misaada mbalimbali kama samaki kutoka maliasili. Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2025 pia shirika lilifanya utafiti, na katika hali halisi ya wafanyakazi wa nyumbani katika mikoa mitano ilionekana katika wafanyakazi 613 kutoka mkoa wa Mwanza, Dodoma, Morogoro, Arusha na Dar es Salaam. Utafiti uliwezesha kuipatia Utesawa ushahidi wa kina kuhusu hali ya changamoto zinazowakabili wafanyakazi wa nyumbani, na matokeo yalionyesha kwamba 91.8% ya wafanyakazi wa nyumbani ni wanawake, wengi wao wakiwa ni vijana wenye umri takriban miaka 22, huku 14% wakiwa hawajawahi kupata elimu rasmi na 58.7% wameishia elimu ya msingi. Aidha, 94.5%
wanategemewa na familia zao, hali inayowalazimu wengi kuvumilia mazingira magumu ya kazi ili kuendelea kuhudumia familia zao, kama ambavyo tumeshuhudia wakisoma barua mbele yako. Utafiti pia ulionyesha kuwa wafanyakazi wengi wa nyumbani wanaendelea kufanya kazi katika mazingira yasiyo rasmi na yenye ulinzi wa haki zao. Takribani 91.7% hawana mikataba ya ajira iliyoandikwa. 54.8% hufanya kazi kati ya saa 9 hadi 12 kwa siku, na 78% ya wanaofanya kazi za ziada hawalipwi malipo ya muda wa ziada. Vilevile 96.4% hawana bima ya afya, na 43% wamewahi kukumbana na aina moja au zaidi ya ukatili au unyanyasaji, na 10.6% pekee wanaofahamu sheria zinazowalinda. Hali hii inawawekea wafanyakazi wa nyumbani katika hatari ya unyonyaji, ukosefu wa usalama wa ajira, umaskini wa kipato, pamoja na kushindwa kupata huduma na ulinzi stahiki wanapokumbana na changamoto kazini. Matokeo haya yamekuwa msingi muhimu wa kuimarisha utetezi wa shirika la UTESAWA na kuchochea mijadala ya sera, sheria na programu zinazolenga kuboresha mazingira ya kazi, ulinzi wa haki na ustawi wa wafanyakazi wa nyumbani nchini Tanzania. Kupitia ushahidi huu, UTESAWA imeendelea kuwa sauti muhimu katika kutetea ajira zenye staha, hifadhi ya jamii, ulinzi dhidi ya ukatili na utambuzi wa mchango wa wafanyakazi wa nyumbani katika maendeleo ya taifa. Ndugu mgeni rasmi, katika jitihada za kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, kama nilivyosema, tunatoa nyumba salama ambavyo tayari nimeshasema, na tayari tunaendelea na ujenzi ambavyo mgeni rasmi mwaka 2026 tunatarajia kuzindua nyumba yetu salama, ambako pia kwa bahati nzuri iko katika mamlaka yako wilaya ya Ilemela. Ndugu mgeni rasmi, tunaiomba serikali kuendelea kushirikiana nasi kutoa elimu kwa jamii kuhusu haki za watoto, wanawake na hasa wanaofanya kazi za nyumbani, pamoja na umuhimu wa kuzuia na kuripoti vitendo vyote vya ukatili, usafirishaji haramu wa binadamu na aina zingine za ukiukwaji wa haki za binadamu. Aidha, tunaiomba ofisi yako kukemea utumikishwaji wa watoto katika mkoa wa Mwanza ili kuendelea kuimarisha ulinzi wa watoto na kuwapa nafasi ya kufurahia haki zao ikiwemo haki ya elimu. Vilevile mgeni rasmi, tunaomba kuendelea kuungwa mkono katika jitihada za kuwawezesha wafanyakazi wa nyumbani kama nilivyosema awali kwamba wana changamoto ya vitambulisho vya taifa. Hivyo tunaomba kushirikiana pamoja na serikali yetu ili wafanyakazi wa nyumbani hawa wasiweze kupata vikwazo vyovyote wanapoenda kufungua akaunti za benki au wanapoenda kujisajili katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kukushukuru wewe binafsi kwa kuacha majukumu yako yote na kuja kuungana pamoja nasi katika siku hii muhimu ya wafanyakazi wa nyumbani. Tunapenda kuwashukuru waajiri wote mlioko hapa, baadhi mliowakilisha na wengine wote ambao wamebaki nyumbani lakini wameweza kuruhusu wadada wao kuja kuungana pamoja nasi. Tunawashukuruni sana, hatuna cha kuwalipa zaidi, tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Asanteni sana. Hapa kwa niaba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambaye alikuwa anamwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza. Hivyo basi kwa heshima na taadhima naomba niwasilishe salamu za Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa wa Mwanza ambaye alipanga kuziwasilisha mbele yenu siku hii ya leo, lakini baada ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kubanwa na majukumu mengine ya kiserikali, hivyo niko mahali hapa kuwasilisha salamu hizo. Ndugu washiriki, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo na pia kwa kunikaribisha katika tukio hili muhimu la kuadhimisha siku ya kitaifa na kimataifa ya wafanyakazi wa nyumbani ambayo huadhimishwa kila tarehe 16 Juni ya kila mwaka. Hivyo basi ilivyopitishwa na katiba ya mkataba wa shirika la kazi duniani
namba 189 ambapo kauli mbiu ya mwaka 2026 inasema ajira ya staha kwa ustawi wa wafanyakazi wa nyumbani. Naomba turudie kauli mbiu hii, ajira ya staha kwa ustawi wa wafanyakazi wa nyumbani. Asante sana. Nimesikiliza kwa umakini mkubwa yote yaliyosomwa na kuwasilishwa na wafanyakazi wa nyumbani pamoja na mkurugenzi wetu wa taasisi ya Wote Sawa. Awali ya yote, napenda kuwapongeza sana wafanyakazi wote wa nyumbani kwa kuadhimisha siku hii ya kitaifa. Hongereni sana wote. Ndugu waalikwa wote, takwimu nyingi zimeelezwa hapa wakati wa kusoma risala kuhusu mafanikio yaliyotokea katika maeneo mbalimbali wakati wa utekelezaji wa programu zinazolenga wafanyakazi wa nyumbani. Napenda kuwakumbusha wananchi wote kwamba wafanyakazi hawa wa nyumbani wanao mchango mkubwa wa maendeleo ya taifa letu, kutokana na kwamba wengi wetu tulioajiriwa au kujiajiri tunategemea sana wafanyakazi hawa ili nasi tuweze kupata muda wa kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kutoa huduma kwa wananchi wengine katika maeneo ya biashara, hospitali, viwandani, maofisini na kadhalika. Aidha, napenda kuwapa moyo wafanyakazi wote wa majumbani kwamba naomba mjiamini na mfahamu kwamba kazi mnazofanya katika familia mbalimbali zina mchango mkubwa katika kudumisha maendeleo ya familia kiafya, kiuchumi na kimaadili kwa ujumla. Inaweza kuwa ni janga kubwa iwapo leo hii wafanyakazi hawa wakasitisha huduma zao katika familia, kwani wengi tutaathirika sana na kufanya maendeleo ya taifa kurudi nyuma kutokana na kukosa wasaidizi wa majumbani. Hivyo sote tunathamini, tunawaheshimu na kuwafanya wawe ni sehemu ya familia na kufurahia pamoja maisha ya kila siku. Ndugu washiriki, serikali imeanzisha programu nyingi katika kuboresha maisha ya wananchi. Programu hizi zipo katika sekta mbalimbali zikiwemo bima ya afya, mfuko wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, mifuko ya kilimo na mingine mingi inayoratibiwa katika ngazi mbalimbali za serikali na taasisi zake kwa ujumla. Programu hizi zote ni jumuishi na zinalenga kuwahudumia na kuwawezesha wananchi pasipo kubagua mwananchi yoyote, tukiwemo sisi tuliopo mahali hapa. Fursa zote zinazotolewa kwa usawa na kuzingatia masharti nafuu ili kumwezesha kila mmoja kunufaika na fursa hizo. Naomba nanyi wafanyakazi wa majumbani, tumieni fursa hizi kwa ajili ya maendeleo yenu ya taifa kwa ujumla. Nimesikia pia kwamba baadhi yenu mnakabiliwa pia na tatizo la kutokuwa na vitambulisho vya NIDA. Hivyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anawaelekeza afisa NIDA mkoa pamoja na Mheshimiwa wakuu wa wilaya zote za mkoa wa Mwanza kuwasaidia wafanyakazi kupata vitambulisho hivyo vya uraia, kwani ni haki ya msingi na ni maelekezo ya serikali kwamba kila mwananchi mwenye sifa apate kitambulisho hicho kwa ajili ya kutambulika na kukitumia katika huduma mbalimbali anazohitaji. Hapa naomba pia niongeze pia msisitizo, sisi kama makatibu tawala pia kwa nafasi zetu pia ni wasimamizi wa hizi ofisi za NIDA pamoja na RITA ngazi za wilaya. Hivyo basi ombi lenu limepokelewa na maagizo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tutaenda kuyafanyia kazi kwa uzito mkubwa. Hivyo nitumie fursa hii pia kuwaomba na kuwasihi kwamba ofisi za wakuu wa wilaya zipo wazi, viongozi wetu kama tulivyowasikia hapa wapo. Pale ambapo mtapata changamoto yoyote ya kupata aidha NIDA, namba ya NIDA au kitambulisho cha NIDA au cheti cha kuzaliwa, basi karibuni sana kwenye ofisi za wakuu wa wilaya ili muweze kuhudumiwa na kupata huduma hizo. Aidha pia iwapo changamoto hii itaendelea, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameelekeza ofisi yake ipo wazi kupokea malalamiko na kuhakikisha kwamba mnasaidiwa kwa wakati wote. Ndugu washiriki, mnamo tarehe 8 Machi 2026 wakati Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni mgeni rasmi kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo kimkoa yalifanyika katika viwanja vya 88 Nyamhogolo wilaya Ilemela, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alizindua mpango wa utekelezaji wa mkoa katika kupambana na ukatili wa kijinsia, ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika mkoa wa Mwanza. Mpango wa miaka 5 tayari umeshaanza kutekelezwa katika wilaya zote za mkoa wa Mwanza na unatumika katika kuzuia na kushughulikia mashauri yote ya ukatili katika mkoa wetu wa Mwanza.
Hivyo iwapo mtakabiliwa na ukatili wa aina yoyote, msisite kutoa taarifa kwenye uongozi wa serikali za mtaa. Kama tulivyosikia hapa, tunao waheshimiwa wenye viti wa serikali za mitaa. Hivyo basi msisite kutoa taarifa yoyote ambayo mtapata changamoto yoyote. Aidha, pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameelekeza pia mnaweza mkapiga simu namba ya kitaifa ambayo ni namba 116. Hivyo basi wafanyakazi wetu, pale ambapo mtapata changamoto yoyote ya ukatili, mnaweza mkapiga simu ambayo ni ya kitaifa namba 116, au pia mnaweza mkatuma ujumbe mfupi au mkapiga simu kwenye namba, naomba niwatajie namba nyingine hapa, 0677 200 388. Narudia 0677 200 388, ambayo namba hii ikipigwa inapigwa moja kwa moja ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza, ambayo itapokelewa na wa maafisa pale na wataweza kuwasikiliza na kuweza kuwasaidia. Ndugu waalikwa wote, maadhimisho haya yana uhusiano mkubwa na siku ya kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika ambayo ni leo tarehe 16 Juni, ambayo hufanyika kila mwaka. Sheria ya mtoto sura namba 13 inaelekeza wazi kwamba ajira kwa mtu chini ya miaka 18 ni kosa kisheria, ukiachana na kazi ndogo ndogo anazoweza kufanya mtoto kwa lengo la kumfundisha kazi angalau akiwa na umri wa miaka 14. Kwa mkoa wa Mwanza, taarifa za dawati la ustawi wa jamii katika vituo vya Mabasi ya Nyamongolo na Nyegezi, jumla ya wasichana 63 waliokolewa baada ya kufukuzwa na kufanyiwa ukatili na waajiri wao majumbani kuanzia Julai 2025 mpaka Juni 2026 pekee. Maafisa ustawi wa jamii kwa kushirikiana na dawati la jinsia na watoto la Jeshi la Polisi bado wanaendelea kufanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba kila mtoto analindwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Aidha, tarehe 14 Aprili 2025, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza pia alizindua mkakati wa mkoa wa kukabiliana na tatizo la watoto waishio na kufanya kazi mitaani. Wakati mkoa unaendelea na utekelezaji, imebainika kwamba 18% ya watoto waliofikiwa na watoto wa kike ambao baadhi yao walitoroka majumbani na kufikia kufanya kazi majumbani katika familia zisizo na maadili wala utu, na hivyo kujikuta wakikabiliwa kuishia mitaani kupata shughuli za mbalimbali zikiwemo kufanya shughuli za kuombaomba. Aidha, takwimu za Shirika la Kazi Duniani zinaonyesha kwamba ajira kwa watoto walio chini ya kati ya umri wa miaka 12 hadi umri wa miaka 17 ni 81%, ambapo 19.5% ya ajira za watoto zinafanywa kwa masaa mengi zaidi ya uwezo wa mtoto wa kufanya kazi unaopendekezwa kwa ambao unaelekeza kwamba apumzike angalau kila baada ya masaa 3, na kazi za kuanzia saa 2 usiku zinakatazwa, kwani ni muda anaotakiwa mtoto kupumzika. Hivyo tarehe 16 Juni ni siku muhimu sana katika kukumbusha kwamba haki za mtoto na haki za wafanyakazi wa nyumbani zinapaswa kusimamiwa ipasavyo ili kila mmoja aweze kufurahia maisha yake. Ndugu washiriki, mtakumbuka kwamba mnamo tarehe 29 Aprili 2026 serikali kupitia Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum ilizindua mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na matatizo ya mmomonyoko wa maadili nchini. Mpango huu ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha mfumo wa maadili nchini. Mkakati huu unalenga kutatua changamoto za kudhoofisha kwa taasisi ya familia, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, ongezeko la uhalifu, matumizi ya dawa za kulevya, pamoja na vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na makundi mbalimbali ya kijamii wakiwemo wafanyakazi wa majumbani. Hivyo natoa rai kwenu kuishi vyema katika familia mnazofanya kazi kwa kuzingatia maadili hususan kwa watoto, kuheshimu maadili chanya katika utamaduni na imani. Kiashiria namba 2.26 cha mkakati huo kinalenga kutokomeza ukatili na unyanyasaji dhidi ya wafanyakazi wa nyumbani. Hivyo naomba mtambue kwamba huduma mnazotoa katika familia zinatambuliwa na serikali, hivyo kuwawezesha na kuwekea mikakati katika kuwalinda.
Aidha, nikitimisha maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, anapenda kuwajulisha kwamba ofisi ya Mkuu wa Mkoa, wilaya na halmashauri zake na pia taasisi zote za serikali ndani ya mkoa wa Mwanza tutaendelea kusimamia haki za wafanyakazi wa nyumbani na kuhakikisha kwamba wanaishi maisha yenye hadhi, staha, usalama na kuheshimiwa kama walivyo wafanyakazi wengine. Serikali imeweka mazingira mazuri ya usimamizi wa sheria. Hivyo iwapo mtapata changamoto zozote, msisite kufika kutoa taarifa ili muweze kusaidiwa. Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Mwanza pamoja na halmashauri zake zote tunazo idara mbalimbali zinazohusu masuala ya ustawi wa jamii, afya, maendeleo ya jamii, vijana, kilimo, mifugo na nyingine nyingi. Hivyo naomba Chama cha Wafanyakazi Majumbani CHODAU kushirikiana nasi kuwa karibu iwapo mtapenda kupewa elimu mbalimbali muweze kuwezeshwa wafanyakazi wa ndani kupata fursa za kufikia huduma za kijamii kwa urahisi. Hivyo basi, kwa heshima kubwa, haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa wa Mwanza ambaye alitamani kuyawasilisha mbele yenu siku hii ya leo. Aidha, pia kwa kuongezea, nitumie fursa hii kwanza kwa kuwapongeza kwa kuweza kushiriki kwenye shughuli yenu hii muhimu pamoja na kuweza kuwasilisha barua ya wazi kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza. Aidha, barua hiyo ya wazi wote tumeipokea kwa uzito mkubwa sana, na kwa kipekee kabisa nitaiwasilisha kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza kama alivyosema na kama alivyoeleza kwamba ofisi yake ipo wazi wakati wowote pale ambapo mtapitia changamoto zozote. Ofisi za wakuu wa wilaya nazo zipo wazi, karibuni sana tuwahudumie. Aidha, nitumie fursa hii kuwapongeza sana waajiri wenu kwa kuwaruhusu kuweza kushiriki katika siku yenu hii muhimu. Kwa niaba ya wengine wengi, tunatambua kundi lenu ni kubwa sana na tunawathamini kwa kiasi kikubwa sana. Kama nilivyosema, mimi binafsi ninaye pia dada nyumbani ambaye ninapokuwa kwenye majukumu kama haya hapa yupo kule anaendelea kulea familia yangu. Hivyo basi, nyinyi ni wa muhimu sana, nyie ni sehemu ya familia zetu na tupo tayari kuwasaidia, kuwainua hata baada ya kutoka kwenye familia zetu, na imani nanyi mtatamani kuwa na maisha yenu, mtatakiwa mjitegemee. Tutaendelea kuwaunga mkono ili muweze kufika mbali zaidi. Aidha, pia kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, nitumie fursa hii kuwapongeza sana uongozi wa Wote Sawa, mkurugenzi pamoja na mwakilishi wa bodi pamoja na watumishi wote wa Wote Sawa kwa kuandaa jukwaa hili muhimu ambao leo limetukutanisha sisi sote. Kwa hakika Wote Sawa mmekuwa mkishirikiana vizuri na serikali mara nyingi, lakini pamoja na siku hii ya leo muhimu mmeamua kuiadhimisha kwa upekee huu mkubwa. Hivyo basi, kama serikali tunatambua mchango wenu, taasisi hizi binafsi ambazo mnaungana na serikali kutoa huduma mbalimbali katika jamii zetu. Aidha, nitumie fursa hii pia kuwapongeza na kuwashukuru viongozi wetu wa dini kwa kazi kubwa wanazozifanya za kiimani, za kimalezi kwenye jamii zetu, na leo pia wanatambua uwepo wenu hapa. Aidha, kwa kipekee kabisa nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutujali na kututhamini sisi mkoa wa Mwanza. Kama tunavyofahamu, Mheshimiwa Rais wetu ameendelea kutoa fedha mbalimbali za miradi ya maendeleo ambayo mkoa wa Mwanza ni wanufaika, na miradi hii ndio inatunufaisha na sisi hapa. Kuna miradi ya afya, ukipata changamoto ya afya unaenda kupata huduma. Kuna miradi ya elimu, nanyi pia mnahimizwa kuweza kupata huduma hii ya elimu. Hivyo basi, mnaweza mkatumia fursa hii kwenda kuwasihi viongozi wenu au mabosi kule nyumbani inapopatikana wasaha hata jioni kwenda kupata elimu mbalimbali zikiwemo hizi ambazo tumeona wenzetu kupitia taasisi ya Wote Sawa leo wametuonesha wanashona. Hivyo na nyinyi mnaweza mkapata nafasi ya kuweza kufanya kitu kingine chochote ambacho kitaweza kikawaingizia kipato. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru sana na nawashukuru sana kwa kunialika kwa niaba ya viongozi wetu na kukubali niwe mgeni rasmi katika shughuli yetu hii muhimu. Maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani oye! Mwanza oye! Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa oye! Mheshimiwa Rais oye! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba tumpigie makofi mengi mgeni wetu rasmi, ya makofi mengi. Kwa majina naitwa Margaret Aroizi, natokea mtaa wa Mkuyuni. Leo ni siku ya madada wafanyakazi wa ndani. Tumefurahi sana, tumeweza kujumuika na wenzetu wa pamoja
Pia tunawasihi waajiri wa majumbani waliobaki waweze kuwaruhusu madada wa kazi wa majumbani waweze kujiunga pamoja na sisi kuwapa fursa. Pia tunaomba jamani, kwa tamko la serikali kama tulivyotangaziwa, kama tunavyojua, kima cha chini mshahara wa mfanyakazi wa ndani ni shilingi 80. Jamani, tunaomba mtujali, mtupende, mtunyanyase. Pia katika siku hii ya leo tumejumuika na watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Pia ujumbe wetu kwa waajiri wetu, mkitupenda na sisi tutawapenda. Ndio maana tunasema mfanyakazi wa nyumbani ni salama na familia pia ni salama. Ukitujali sisi na kutokutunyanyasa, tutawapenda na sisi tunatupenda. Jamani, tunasema asante na tunawatakia siku njema. Kwa majina anaitwa Nimeshengoma Salvatore. Mimi ni mfanyakazi wa nyumbani ninayetokea mkoa wa Mwanza, kata ya Ukelele. Sisi kama wafanyakazi wa majumbani, kwanza tunapenda kushukuru serikali kwa kuweza kukubali na kututhamini sisi wafanyakazi wa majumbani, kutuwekea siku yetu hii muhimu, ambapo mimi kwa upande wangu leo hii siku ninaita ni Mei Mosi ya wafanyakazi wa majumbani. Lakini sambamba na hilo, tunarudi kwa upande wa waajiri. Tunapenda kuomba waajiri wetu waweze kutuangalia kwa upande wa pili. Sisi wafanyakazi tumekuwa ni watu ambao hatuthaminiwi na kazi yetu inachukuliwa sio kama vile zilivyo kazi zingine. Sasa basi tunapenda kuwaomba wakubali lile tamko la serikali la kuweza kutulipa kima cha chini cha mshahara ambacho kimewekwa na serikali, ambayo ni 80 kwa mfanyakazi anaishi nyumbani. Kwa nini tunasema kwamba wakubali kuzingatia na kukubali tamko la serikali? Ni kwa sababu serikali ikishaamua lile jambo linakuwa limepitishwa. Kwa hiyo na sisi wafanyakazi wa majumbani tumeweza kuangaliwa kwa upande wa pili kutoka serikalini, ndio maana wakatupandishia mshahara walau na sisi tuweze kujikimu kwenye mahitaji yetu, kwa sababu tumetoka majumbani, tuna mahitaji mbalimbali, tuna familia zinatuangalia, tuna ndugu zetu, wengine wana watoto. Kwa hiyo serikali hapa ilipofanya hivyo, basi imeweza kutuangalia sisi wafanyakazi kwamba walau kadri itakapokuwa ikiongeza, na sisi wafanyakazi wa majumbani tuweze kunufaika na kuendelea kuipenda kazi yetu ambayo tunaifanya ya ufanyakazi wa majumbani. Lakini pili, napenda kuiomba serikali yetu, mimi naamini ni serikali yetu sikivu ambayo inaongozwa na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mama jembe, jemedari anayeongoza nchi yetu. Ningependa kuwaomba hebu watuangalie sisi wafanyakazi wa majumbani, basi waweze kuulizia mkataba namba 189 wa kazi za staff kwa wafanyakazi wa majumbani. Mkataba huu ni muhimu sana sisi kwetu wafanyakazi wa majumbani, kwani utatulinda sisi, utatusaidia na utatufanya sisi tuendelee kujijenga kikazi zaidi, ili tuendelee hata kuzipenda kazi zetu, kwa sababu tutakuwa na sheria zinazotulinda sisi. Kwa sasa ilikuwa kwamba hatuna sheria yoyote, kwa hiyo tulikuwa tukinyanyasika, lakini kwa mchakato huu umekuwa ni mrefu sana. Tunaomba serikali iweze walau kutuona sisi kwa upande wa pili, iweze kufupisha ili iweze kukubaliana kusaini mkataba huo, walau na sisi tuwe na uhuru, tuwe na amani, tuwe na mkataba wetu ambao utaweza kutulinda wafanyakazi wa majumbani. Kingine tunapenda kuwashukuru mashirika yasiyokuwa ya serikali kwa kutupambania sisi wafanyakazi wa majumbani. Lakini kingine pia tunapenda kuwashukuru vyombo vya habari kwa kuendelea kupaza sauti zao kupitia, wao wanapaza sauti sisi sauti zetu zinapazwa sana kupitia vyombo vya habari. Tunasema asante, tunaomba muendelee kutusaidia kupaza sauti zetu, sababu vyombo vyenu vya habari vinasikilizwa kila sehemu. Kwa hiyo sisi tunapoongea, lakini na nyinyi mnapotusemea huko, basi ndio maana unaona hata kidogo angalau ajili wanabadilika, manyanyaso yanapungua. Serikali nayo ndo kama hivyo inaangalia kwamba ituongezee kima cha chini cha mshahara, na iangalie kwamba itakubali kusaini ule mkataba ambao unamlinda mfanyakazi wa majumbani. Sisi tunawashukuru sana na tunapenda kuiomba serikali ili zingatie hili, ituangalie sisi wafanyakazi wa majumbani, kwani tunategemewa kila sehemu. Mfanyakazi wa nyumbani salama, familia salama. Asante.